Hujambo tena ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Radio Television Ngyoku International, nina kusalimu mahali popote pale ulipo, huku nikikutakia kila laheri kwako ambaye unatufuata kwenye mitandao yetu mbalimbali, kukiwa ni mtandao wa YouTube ambao tunatumikisha online ikiwa ni Radio Television Ngyoku, lakini pia kwenye mtandao wetu wa X ambao ni .com Radio Television Ngyoku, lakini kwako ambaye unatufuata kupitia mtandao wetu wa Facebook ambao ni Radio Television Ngyoku. Ndugu msikilizaji, mimi ni wako Zakai Chubaka Pascal, mtangazaji wako ambaye wa kila siku niite sauti ya mzalendo. Na siku ya leo ndugu mtazamaji, tuko kwenye kijiji cha Misunga, kijiji kinachopatikana kwenye sekta ya Nganja tarafani Fizi mkoani Kivu Kusini, ni kwenye groupmenti ya Babungwe ya Kusini. Ni hapa ambako kumeweza kufanyika muungano wa makundi mawili ambako maeneo haya yalikuwa hayapatani vizuri. Kikundi cha kwanza kikiwa ni kikundi cha CNPSC na kikundi cha pili kikiwa ni kikundi cha FAMBB Force d'Autodéfense Biloze Bishambuke. Vikundi hivi viwili kwenye maeneo haya kutoka maeneo ya Nyangi ambako ni kijiji kinachoongoza hadi Misunga, yani maeneo haya yakiwa yamegawanyika vikundi viwili, kikundi hiki kikitawala upande mmoja na kikundi kingine kikitawala upande mwingine, huku mahusiano hayalikuwa hayapo kabisa. Lakini ni baada ya viongozi wa upande wote mbili kuweza kukutana, huku kukiwemo kwa upande wa Force Bishambuke kukiwemo kiongozi J3 Alpha Derufa, lakini kwa upande mwingine wa CNPSC kukiwemo viongozi kadhaa, kukiwemo kiongozi Shambale na kiongozi Kaburi Uwazi ambao watakwenda kuzungumza hapo baadaye. Lakini kabla ya yote walianza kumkaribisha kiongozi wa mahali ambaye ni kiongozi anayeongoza kijiji cha Misunga Juvenare, huku akijitambulisha na kuwakaribisha. Maendeleo yetu hapa kwetu msikia sana na mshukuru sana. Anasema ya kwamba anashukuru kwa umati wa wageni ambao nafika wajisikie huru katika hii eneo yake, ya kusema ya kwamba weko huru kwa maendeleo yote. Anatosha sifa kubwa sana. Tumupikie mikono shefu wetu wa maendeleo. Angelikuwa mwingine angelisema bila vya mnakia navyo na katala murudie, lakini anasema tukaribie shefu, heshima zako, na sisi tunasema tunashukuru sana kwa ukaribisho. Baada ya mwami huyo wa maeneo kuweza kuzungumza, ameweza kukaribishwa kiongozi wa sekta ya kijeshi wa mahali ili kuweza kukaribisha viongozi kadhaa wa kijeshi walioweza kuwasili mahali hapa. Kiongozi Dr. Tu anakaribishwa huku akizungumza. Maendeleo! Maendeleo oye! Maendeleo oye! Sawa kabisa, tunashukuru na tena ni furaha ajabu. Sababu naona hapa kuna umati mwingi wa watu. Miongoni mwa watu hapa tunaona kuko FABB, pia tuko na CNPSC, na pia tuko na wazee wetu wa SAG, na kingine tuko na mutualité, tuko na groupe de la jeunesse. Naona tena tuko na wengine wazee mbalimbali ambao wanakusanyika hapa kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Tunasema maendeleo! Oye! Maendeleo oye! Oye! Baada ya Dr. Tu kiongozi wa mahali kutoa ukaribisho wa kipekee, wameweza kukaribishwa viongozi wa upande wa CNPSC walioweza kuwasili, ikiwa ndio mara yao ya kwanza tangu wamekuwa kwenye kijiji kimoja, lakini kwenye utofauti wa maposition. Lakini muda huu ameweza kuzungumza kiongozi wa CNPSC huku akisema amefurahi kwa namna alivyoweza kupokelewa. Kiongozi anazungumza. Maendeleo oye! Oye! Maendeleo oye! Oye! Sawa, kwa jina bananiita Kaburi Uwazi mshale moja wa kibiriti. Mimi niko chef plateau wa deuxième plateau, troisième compagnie, première bataillon, première brigade. Kama tulifika hapa ni juu ya maendeleo ya mgini wetu wa Misunga. Sisi tulikuwa na nani na mshangao moya, nani
Fambebe asifike huku kwa barabara. Nani SNPSS asifike Misunga. Lakini neno tutaweza ongea sisi wote ni watoto wa mtu huyu mmoja. Ni watoto wa baba moja mmoja. Sisi wote ni watoto wa Rade. Baba yetu ni Rade ndo baba yetu. Lakini nashukuru gisi mnatupokea hapa na gisi tunawahi kuikala hapa mwa hii soko. Hakuna tatizo. Ndo mwisho wangu hili. Baada ya kiongozi wa upande wa SNPSS Kaburiwazi kuweza kuzungumza, ameweza kukaribishwa kiongozi wa shirika la umoja wa kikabila yani Mutualite kuweza kuzungumza kulingana na tukio hili ambalo limefanyika mahali hapa siku ya leo. Karibu maendeleo kwa wote. Maendeleo tena. Mbele ya yote tunashukuru kwa kuona hawa wakuu viongozi ambao wanaenda kututembelea. Pili, wanatuletea maendeleo kwa eneo letu la Nganja. Maendeleo oye! Lakini kwa lwangu naenda kufikiri haya maendeleo yetu ya hapa Nganja. Tunakuwa na vijana wanakuwa ni waguruguru sana. Lakini ingelikuwa vizuri mkamate mpango kama nyinyi kama vile viongozi wakuu viongozi wa kijeshi yetu ya FABB, mkamate mpango na kuwaweka kwenye utaratibu, sababu wanasimama na kwenda wanapiga masasi kiolela. Sisi wazee hatutaki hivyo. Maendeleo oye! Ingelikuwa vizuri mufiki hapa na mtuachie amani, tena muwatie kumpango kusudi wasiende wanapiga masasi, sababu wazungu wakisikia risasi moja na mara moja wanafunga virago na kurudia makwao. Vile tutapata maendeleo? Hapana. Kumbe mtie wa vijana wenye mpango kusudi watufanyie barabara, hata na masomo watatujengea na mahopitali watatujengea. Asante kwa wote. Na baadaye aliweza kuzungumza kiongozi wa kijeshi wa sekta ya 6 ya kijeshi ya Fambebe tangu Lubonja hadi Ndolo kwenye mpaka wa Kivu Kusini na Tanganyika. Kiongozi huyu ameweza kuzungumza huku akijitambulisha. Jambo. Jambo. Jambo tena soko. Jambo. Amani iko? Ndio. Sawa, muda wetu unanyonyoma sana. Na sisi wa soda tunatembea haraka. Mimi kwa jina naitwa Rubeni Kasa. Muwe macho. Mulala gwani nilimusoda. Tumefika hapa, mimi ni komanda sekteri wa Misisi, 6e sekteri. Inite yangu ni FABB. Mimi naangalia Misisi kwanza Rubonja mpaka Ndolo. Hii barabara manake mimi ndio naangalia mwa hii barabara. Tulifika huko shabaha na objectif yenye nitufikisha huko. Na kama tulifika hapa, kazi yenye tuleta huku haina ya mubaya zaidi, ni kazi ya maana kama mnaweza ifurahia na kama mnajikamata gisi wengine wanajikamataka. Baada ya kiongozi huyu wa sekta ya 6 ya kijeshi ya Fambebe Bishambuke Ruben Kasa kuweza kuzungumza huku akiweza kuonya kuhusu wale vijana wanaozunguka kwenye baadhi ya mitaa na baadhi ya bunduki wakipiga risasi pasipo na ruhusa ya kiongozi wa maeneo, huku akionya na kutoa onyo kali kwa vijana wa namna hiyo endapo watakamatwa wataweza kudhibitiwa na jeshi kama inavyopaswa. Na yuwa huku kuna kuwaka bamoya bavuta bangi, bazalendo bamoya bavuta bangi, tena balevi bamunya mavu kule kwa mzee. Wanajisaulika, wanaanza piga masasi, banamuke anatoka tu munyumba na karashi, anaanza piga masasi, haoni kitu, haoni adui. Jua na lewa tu anaanza piga masasi. Jua na kuanzana na mwenzake anaanza piga masasi. Jua na kuanzana na bibi yake anaanza piga masasi. Hiyo ni mambo ya shori sana. Hiyo ni mambo ya haya. Baada ya kuzungumza kwa kiongozi wa kijeshi wa sekta ya 6, sasa ameweza kuzungumza kiongozi mkuu ambaye naye pia aliweza kuwasili maeneo haya, ambaye ni kiongozi mwenye cheo ya jeti ya 3 kwenye muungano huu wa Fambebe Force de Defense Biloze Bishambuke, lakini pia kiongozi wa operesheni za kivita kwenye eneo la Minembwe na maeneo mengine Kivu Kusini maarufu kama
Mama Rofa ambaye ni Alpha Delta amezungumza huku akisema, niko hapa na Etat Major General, mimi niko naongea kwa jina ya Etat Major General sous ordre ya uongozi wa Chef MG Kalembe Delphin Ngoma Nzito pamoja na wazalendo wote kwa ujumla. Hapa nilifurahi neno lingine yenyewe tulifanya CNPSC iko hapa, kiongozi wa CNPSC huyu tunakuya naye vraiment, tukasema keno tutoshe ile kivoke yenyewe ilikuwa entre FABB na CNPSC muhimu eneo, kusema kama haiwezi circuler wala hawawezi onana, hawawezi kutana, ile haiko ya mzuri. Watu wako natoka hapa wanaenda Nyange, aseme hawawezi onana, wachange mawazo, waongee sawa viongozi hivi pale Nyange wanaweza kuwa na tatizo, wataita hapa, hawa wanashuka hapa haraka sana. Sisi tutakuwa fika pale, tutakuwa toka kule, hawa wenye wako hapa walishashuka wanawasaidia. Juu ni kuteremuka tu. Wala wakipata shida hapa wenye wako Nyange watapanda tu akakilima wanapewa wanawasaidia. Mimi aseme hawako wanaongea, hawaongeaki. Sisi uongozi tukaona kama ile neno haiko ya maana. Njoo maana tulipanda na viongozi wa CNPSC hao wako hapa. Tuko na komanda Shambale na yeye komanda Kaburiwazi. Tulipanda sie wote hapa kuke tushirikiane sisi wote kwa umoja. Kule chini tunakuwa sie wote kwa kimoja. Kule kukomandema hatukuwake na komandema mbili, komandema yetu inakuwa ni moya, FABB na CNPSC inakuwa ni moya tu. Hayo mwe mnaweza kuwa mnafanya vitu tofauti hapa. S'il vous plaît, ile neno muende muitoke emo na ilolushiko mulubere mugende vraiment iyo mubishage mohe yugo muzimu muguyimulebwe nene tuli mundu tukabutwana mama muguma na data muguma tutangashombana tunakolibweyo na tena adui wetu ni mumoya mwana tufata, haina maana tuchukiane na siye tunazalika na tunafatwa na adui mumoya. Sisi tukue na umoja sana na vingine vyote tulifanye kwa umoja na tutafute maendeleo ya hapa kwetu. S'il vous plaît, sitawakawiza sana juu wengine wangali wataenda na maprojet zao, watauzisha vitu vyao. Mwenyewe alikuwa anaongea hapa ni Adolphe Kabangwe Patriote. Korsene yangu ni Alpha Delta. Niko komanda wa premiere sous division, niko observance na en même temps natumika tena mu bureau 3 sawa operateur, tunasaidiana na bwana Rufa de Rufa mkadre ya operation. Njoo gisi biko vile na Mungu awasaidie, muendelee kutuhimiza mbenye tutafanya na kuneutraliser wale ba jeune mkwemo na maîtriser vraiment basituharibishie yenye tuko emo. Sisi Mungu awabariki sana na nimewashukuru kwa kushirikiana pamoja na nyinyi. Asante sana. Tushangilie. Basi kiongozi huyo wa kijeshi ambaye ni mwenye cheo ya jeti ya 3 ameweza kuzungumza naye pia, huku akimalizia kusisitiza kutoa onyo kwa vijana wanaopiga risasi kiholela kwenye maeneo yoyote yale, atashikwa na kuweza kuadhibiwa vikali. Na kufikia hapa ndio natamatisha ile niliyokuandalia jioni ya siku ya leo. Mimi ni wako Zakai Chubaka Pascal na hii ni Radio Television Ngyoku International. Ni washukuru wale ambao wanatufuata pia kwenye njia ya FM.